mechi dhidi ya Singida, maana yake ni kama anarusha taulo na kutuambia kama msimu huu pia tunaanza ku count off kwenye mazingira ambayo Simba anaweza kaondoka msimu huu wakiwa apechi ya lolo, nasema wakiwa patupu, kwa sababu wanaacha alama moja na Young Africans wakitai kwenye michezo, na wao wakishindwa kushinda mchezo huu manake wanazidi ile gap la alama moja. Wakishindwa kushinda hii mechi hizo sare au kupoteza, manake wanazidi kuliongeza gap na kwa inaenda mpaka alama 4 au itaenda mpaka kwa alama 3. Tunaenda kuzifidi wapi hizo alama 3? Mechi zenyewe zimeshapungua, zibaki Simba bakiza michezo michache dhidi ya Ken Gold, dhidi ya Kagera, dhidi ya Young Africans, dhidi ya Singida Black Stars. Young Africans anabakiza game 3 dhidi ya Simba, dhidi ya Tanzania Prisons, dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo the more unapopunguza mechi unavozidi kuokota alama ni faida, lakini ukiwa mechi zinapungua afu uokoti alama maana yake ni hasara. Kwa hiyo Simba kesho na waona kiufundi watakuwa wako down sana, watakuwa wanacheza sana kwenye matukio, watakuwa wanacheza sana kwenye nama ambao kuna makosa ya upande wa upinzani. Lakini Singida wao wakitaka kuifungua mechi kwa kucheza nayo kwenye ile tempo ambayo Simba ametoka kucheza mechi ya juzi, Simba utaona wako down, kwa sababu sayansi ya mpira inakataa kabisa kwamba ndani ya siku 2 umetoka kucheza game kubwa ya finali, umejitolea dakika 90, mtafuta matokeo na unfortunately matokeo yalikuwa mabaya. Maana yake saikolojia za wachezaji za Simba zitakuwa ziko down, mwalimu atatakiwa kuboost, lakini pia kuna fatigue za hapa na pale ambazo zitapelekea mchezo wa wachezaji kuwa down. Lakini pia ile rotation ya wachezaji wa Simba ambao waliokuwa wanacheza mara kwa mara wakikaa bench wakacheza wale ambao hawakuwa wanacheza, maana yake pia unawapa zaidi Singida faida wao kushinda mechi, kwa sababu wao wana wachezaji ambao wako shape gao, wameshacheza mechi nyingi mfululizo na wameshatengeneza confidence kind of stuff. Kwa hiyo nafikiri Mwalimu Fadu ana kazi kubwa sana kufanya, lakini rotation kwa kesho haiepukiki. Yaani kwa kesho rotation haiepukiki. Kuna wachezaji 6 mpaka 5 utawaona wengine. Kuna wachezaji watabaki kama muhimili. Mfano kama Hamza alicheza mechi ya finali dakika 20 akatoka. Mechi ya pili hajacheza kabisa, maana yake possibility ya kesho kucheza ipo. Lakini kwa Shamu na Shemaloni kuna mmoja hapo lazima atampisha Hamza ampumzishe ili naye aweze kupata dakika walau kadhaa, kwa sababu hao wamecheza mechi kubwa dakika nyingi sana na mapambano yalikuwa makubwa, material ya RS Berkane sio mchezo. Kwa hiyo hata shape ya wachezaji wa Simba kesho itakuwa ni kwenye matukio, sio kupossess mpira, sio kukimbizana. Wala kina Mpanzo sasa hivi ukiwaambia hii mechi vipi, cheza usicheze, akamwambia mwalimu kama kuna uwezekano nipumzike au niingie dakika 20 za mwisho. Umeelewa? Kwa sababu time pia inaeleza kwamba umetoka kucheza mechi, unahitaji recovery. Mfano Simba umetoka kucheza mechi Jumapili, sio Jumatatu, hii watakiwa kuanza kufanya recovery ambayo ndio jana, si ndio? Na kusafiri na recover. Leo wanafanya training kwenye mazoezi mepesi kwa ajili ya mechi ya kesho. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kuna wachezaji wengi Simba wanaweza wasipatikane kabisa, sio kwenye bench hata watakuwa wamewekwa nje jukwani kabisa, ni kwamba wao hawapo kwenye, hawahusiki na mchezo kwenye. Lakini kwa upande wa Singida wao hii mechi wanaichukulia kama finali, kwa sababu wanahisi wanaweza wakashika nafasi ya 3. Hiyo mosi, lakini pia 2 wanataka kukuonyesha kwamba sio timu ambayo inaweza ikawa ni nyepesi, ni timu ngumu, na tumeona inashika nafasi ya 4 so far. Kwa hiyo manake pia inataka kuonyesha kwamba hii nafasi tuliopo msimu huu sio bahati mbaya. Good thing kwao ni kwamba kuna wachezaji ambao wanacheza Singida walikuwa ni wachezaji wa Simba. Lakini hawajacheza. Yaani ndio hivyo nasema. Yaani kuna wachezaji waliokuwa walipaswa kuwa wachezaji wa Simba. Walikuja na tiketi ya Simba. Mpaka wanafika hapa wamekuja na tiketi ya Simba. Lakini kilichotokea wakaenda upande wa pili. Kwa hiyo nao pia wanataka kuja kusimulia au wanataka kuja kutupa simulizi nzuri kwamba sisi tulipaswa kuwa Runyasi, basi tuliamua mambo yenu. Kwa hiyo wale wachezaji pia kuna wachezaji wanakuaga na ile ngoja tukaonyeshe, na hakuna timu ambazo ni ngumu kama hizo. Yaani mwalimu amefundisha kiufundi vitu vyake, lakini mwisho wa siku wachezaji wasema sikiliza teacher, umeshasema sio umemaliza? Tumemaliza. Haya. Hichi kidagaa tuachie tuenda kutafuna si wenyewe. Kwa hiyo unaweza kukuta wachezaji wa Singida sasa hizo wanajimotivate wenyewe bwana, hii mechi na nini, tukimfanya kazi na nini. Nyie si wakubwa, kupiganeni na wakubwa. Ili pia kutengeneza record na kuweza kuimbwa mjini. Moja ya matukio mazuri kwa upande wao ni kuwapiga Simba. Na wakiwapiga Simba maana yake pia wanakuwa wameattract
mazungumzo. Tunazungumza wachezaji kina Jonathan Soa wanahitajika na vilabu kadha wa kadha. Sawa, hao wachezaji nao pia kesho watakuwa na ile namna ya kusema mimi leo ni mimi au wao. Kwa hiyo mechi ngumu sana kwa Simba. Kesho mechi ngumu sana kwa Simba, lakini ni game ambao David Ouma pamoja na wasaidizi wake watakuwa na nafasi nzuri ya wao kuonyesha ubora, kwa sababu cha kwanza wamekutana na Simba ambao wametoka kucheza mechi ngumu na wamechoka, lakini wao pia Simba watakuwa pia na ile tunaweza kusema kwamba kama vile wamevunjika moyo. Sidhani kama Simba wamepoteza finali ile kwamba wasema tuna deserve kupoteza. Walikuwa unaona kabisa hadi tone la mwisho Fabrice Ngoma mpaka anaenda kugombana na Kamara. Maana kama ile mechi ilikuwa ndani ya uwezo wao, walikuwa nahisi kama wanaweza wakafanya jambo. Kwa hiyo naangalia mazingira ya mchezo yako kwenye namna hiyo, lakini Singida mimi binafsi nikitizama mechi naiona Singida watakuwa na faida ya mchezo kwenye kucheza, lakini pia wanaweza wakapata mabao au wanaweza wakashinda mechi, au Lafli wanaweza wakawasumbua Simba kiasi kwamba Simba wanaweza kutana na mechi ngumu nyingine apart from hizi mechi mbili za finali. Still Simba wanaenda kukutana na mchezo mwingine mgumu hapo kesho, kwa sababu nategemea kuona wachezaji wa Singida wengi wakijitaka kuprove kile ambacho kilikokuwa walikuwa wanataka kukionyesha. Wengine walikuwa wanataka kusajiliwa Simba na vitu kama hivyo, lakini kuna wachezaji wengine wako pale kwa ajili tu ya nini, ligi itamatiki hapa. Lakini ligi ikiisha, kuna wachezaji wa Singida wataondoka pale, wataelekea kwenye klabu nyingine kubwa kuliko Singida. Maana yake ni kwamba wanataka kabla ya wajao wao kuondoka waache wametengeneza kitu, kwamba okay, tulikuwepo hapa na tulifanya moja ya vitu, na vitu ambavyo tulifanya kwa ukubwa ni pamoja na kumzumisha Simba, kumfunga Simba ambaye Simba ametoka kucheza finali. Kwa sababu unasema isahana kumfunga Simba timu au kuifunga timu ambayo imetoka kucheza finali ya shirikisho ni moja ya heshima kubwa, ni dignity kubwa sana kwa Singida kama kesho atashinda mchezo, kwa sababu pia watasema kwamba yeye timu ile bora Afrika, kwenye timu mbili zile bora Afrika zilizocheza finali tumeifunga moja wapo. Kwa hiyo na wao pia watakuwa wanajitengenezea daraja lingine zuri, pengine hata msimu ujao nao watashiriki mashindano ya shirikisho, nao pia wanaweza pia wakawa na starting point kulingana na kile ambacho wamekionyesha kwenye mchezo, watakachokionyesha of course kwenye mchezo wa hapo kesho. Habari njema kutoka kwa Ameriki General Supplier wa